kumbukwa juu yake hata mojawapo katika haki yake aliyoitenda ataishi. Haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? Haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? Tunamwona huyu mtu ambaye anatajwa sifa zake. Alikuwa mkuu wa watoza ushuru, yaani tungesema leo alikuwa kamishna wa TRA. Haleluya! Na kwa cheo chake Biblia inampa sifa nyingine, alikuwa tajiri. Vijana wanasema mpunga ulikuwepo zamani. Haleluya! Lakini pia alikuwa mfupi wa kimo. Nilipoenda Israeli nilitaka kuona huyu mkuyu wa Zakayo, na huyu mkuyu upo pale Yeriko, na tukauona. Nikasema ngoja nione kile nilichokuwa na kihubiri, nikione mubashara. Jamani, haleluya! Unajua, ukienda Israeli unatembea kwenye Biblia, unatembea kwenye Biblia, unatembea kwenye Biblia, unatembea kwenye Biblia, nisikie unasema amen. Sasa nikafurahi. Ule ni mti mashuhuri sana pale Yeriko, unaitwa mkuyu wa Zakayo. Jamani, Bwana asifiwe. Hii habari ninayohubiri ni kweli, ni kweli, nasema ni kweli. Jamani, haleluya. Kwa hiyo Zakayo alikuwa ni mtu msomi, ana shule yake. Unajua, tukikaa huku mitaani huku watu wanasema uweze kuokoka, maana kuokoka ni kwa wajinga. Hebu niangalia hapa mbele, hii ni sura ya mjinga, si ndio? Wewe mwenyewe tu. Kwa hiyo ni mjinga huyo anaongea hapa. Nakuuliza, kwa hiyo ni mjinga huyo anaongea hapa? Jamani, haleluya. Zakayo mtu mwenye cheo, Zakayo mtu mwenye elimu, Zakayo mtu mwenye fedha ipo. Lakini pamoja na mambo hayo, Zakayo ni kama alikuwa anasikia habari za Yesu kwa mbali. Alikuwa anasikia habari za Yesu kwa mbali, na kwa sababu alikuwa anasikia habari za Yesu kwa mbali, akawa na kiu kutaka kujua huyu Yesu ni mtu wa namna gani. Nisikie moja anasema amen. Akawa na shauku ya kutaka kujua huyu Yesu ni mtu wa namna gani. Na mimi niko hapa jioni ya leo ili nitembee pamoja na wewe, mwisho upate kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Napiga makofi kwa Mnazareti Yesu. Haleluya. Unajua, tuko hapa kuongea tu, tunaongea mantiki. Jamani, haleluya. Yesu ni mtu wa namna gani? Na Zakayo kama msomi hakutaka kumwamini Yesu bila kumjua vizuri. Lazima uelewe. Watu wa sayansi siku hizi wanatuambia no research, no data, no right to speak. Hakuna utafiti, una vielelezo, una haki ya kusema. Leo mimi nina haki ya kusema, nina haki ya kutangaza, nina haki ya kuhubiri, kwa sababu ninamjua ninayemhubiri. Nisikie unasema haleluya. Zakayo anataka kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Biblia inasema wakati Zakayo ana kiu ya kutaka kujua kwamba Yesu ni mtu wa namna gani, ghafla Yesu akawa anaingia kwenye mji aliko. Kama leo ambavyo umekuwa ukisikia habari za Yesu, najua kuna watu wengine
wamemsikia Yesu ambaye amechorwa kwenye picha. Kuna watu wengine wamemsikia Yesu ambaye amechorwa na ametengenezwa na makonde. Kuna watu wengine wamemsikia Yesu aliyetengenezwa kwa zege. Lakini jioni ya leo namleta Yesu kwako, aliye hai, mwenye uweza, mwenye mamlaka, mwenye nguvu. Jamani, haleluya! Na ninampenda Yesu kwa sababu Yesu, kiongozi yeyote lazima atoe hatima ya wafuasi wake. Ukiwa na kiongozi ambaye anaulizwa hatima yetu tunapokufuata ni nini, anasema hata mimi sijui, huyo hafai kumfuata. Lakini Yesu akatoa hatima ya wafuasi wake. Jamani, haleluya! Akasema, naondoka na kwenda mbinguni na kwenda kuandalia makao, kisha nitarejea nije niwachukue, ili pale nilipo nanyi mpate kuwepo. Yesu kiongozi bora, anajua hatima yako, ana mpango mzuri wa maisha yako. Nisikie haleluya! Biblia inasema Zakayo aliposikia Yesu anakuja, akaamua kuvua vyeo vyake vyote, akaamua kuvua ukamishina wake wote, akaamua kuweka elimu zake zote pembeni, akawa anataka kumwona Yesu, maana Yesu aliingia Yeriko kwa mshindo. Sema amen. Kama Yesu ambavyo ameingia hapa janga kwa mshindo. Huu ni mshindo mkubwa katika ulimwengu wa roho. Huu ni mshindo mkubwa, nasema, katika ulimwengu wa roho. Sema haleluya. Zamani nilikuwa na kipindi Radio Wapo Master. Nilikuwa na kipindi Radio Wapo kilikuwa kinaitwa Kutana na Uweza wa Bwana. Sema amen. Kwa hiyo nilikuwa na ubiri dakika 45 mpaka saa 1 kila Ijumaa, na tabiri kwenye redio. Sasa siku moja, asante fundi mitambo, tumpigie makofi fundi mitambo safi. Sasa siku moja nimemaliza kuhubiri, narudi nyumbani, niko kwenye gari, nimefika yale maeneo ya Chang'ombe pale, nikapata simu kutoka Pemba. Mama mmoja anasema, yahe yahe, namhitaji huyo Yesu naye mhubiri. Yahe yahe, niko hapa ndani. Yahe, nimeteswa na magonjwa. Yahe yahe, waweza kuniombea? Yahe. Na mimi nikamwambia, yahe, naweza kukuombea. Akasema, yahe, najifungia ndani, maana akiniona mume wangu ndoa itaharibika. Yahe, najifungia, namtaka huyo Yesu. Yahe, kuna wanawake wajanja. Sema amina. Yahe, namtaka huyo Yesu. Yesu ni waajabu sana, fungwi na mbali. Jamani, haleluya. Hata ninapohubiri hapa Marekani, Yesu ni Bwana. China, Yesu ni Bwana. United Kingdom, Yesu ni Bwana. Hapa, Yesu ni Bwana. Tanzania, Yesu ni Bwana. Hafungwi na umbali. Sema amen. Yahe, namtaka huyo Yesu. Yahe yahe, nimejifungia chumbani. Nami nikamwambia, yahe, ngoja nipaki nikuombee. Yahe, I say, nilimuita Yesu nikiwa Chang'ombe, all the way from Chang'ombe to Pemba. Jamani, haleluya. Nilipoendelea kuomba, mimi nilisikia kama vioo vinavunjika, kama vioo vinavunjika, kama vioo vinavunjika. Kumbe nini kilitokea? Wakati naomba, yule mama alikuwa anasumbuliwa na majini. Majini yakaanza kupiga kelele, vyombo vikavunjwa, kabati likavunjwa. Yule mama baadaye, naona kimya, naita yahe, naona kimya, naita yahe, yahe, naona kimya. Baadaye mimi nikaendelea na safari yangu. Baadaye nikaona simu inaita, anasema, yahe, wakati waomba. Yahe yahe, nimekuja kurudi akili yangu, nimekuta vyombo vimevunjika, kabati limevunjika, lakini nimepona, najisikia vizuri. Yesu ni mtu wa namna gani? Yesu ni mtu wa namna gani?
Jamani, haleluya! Yesu ni mtu wa namna gani? All the way from Chang'ombe to Pemba, Yesu ni mtu wa namna gani? Haleluya! Biblia inasema huyu aliposikia Yesu anakuja na akaona watu ni wengi, halafu ana tatizo la ufupi, akasema leo ngoja nafanya surprise kwa Yesu. Hajawahi kuona mtu anayemtafuta juu ya mti, sasa mimi napanda juu ya mti. Halafu waga najaribu kufikiria mtu mfupi halafu ana hela. Kwa hiyo waga najaribu kutengeneza picha ya kajamaa fulani kabonge bonge hivi, alafu kamejaza kitambi cha kutosha. Hizo ni imagination, ni mawazo yangu tafadhali. Kamejaja fulani hivi, alafu kamepanda mkuyu pale kwenye mti, bila shaka na kitambi kiko pale kinaning'inia. Kanasema potelea kwa mbali inavyokuwa, heshima zangu naweka pembeni, vyeo vyangu naweka pembeni, potelea mbali hata nikute juu ya mti. Nataka kujua ni mtu wa namna gani. Haleluya! Biblia inasema Yesu alipokuja, unajua hakuna aliyemtafuta Yesu na Yesu asikutane naye. Hakuna aliyemwamini Yesu, Yesu asikutane naye. Hakuna aliyekuwa na kiu na Yesu na Yesu asikutane naye. Na kama unataka kumjua Yesu ni mtu wa namna gani jioni leo, yupo